Kama leo nimeitwa na mtu na ndugu fulani anaitwa Abel Shiriwa. Abel Shiriwa leo ameniita kwa kunihoji tu. Anasema ninataka mjadala na wewe kwa sababu umesema ya kwamba utatu ni ushoga. Kama kuna watu na ngoja ni wana utatu. Na ninaomba hata kama inawezekana, sio nyinyi ambaye ni kanyaga twende, watu ambaye ni raia. Mimi nataka kama itawezekana wachungaji ambao wamesoma theolojia. Kwa sababu hao tunaweza tukaargue na wao Giriki ama tukaargue na wao Hebrew. Tukasoma Hebrew, tukasoma Giriki ama tukasoma Kiaramaiki. Unaona? Lakini wengine kwa sababu ni kanyaga twende waliambiwa utatu ni kusema Baba, Mwana na Roho. Sasa mtu kama huyo kuargue na yeye ni ngumu. Kwa sababu kitu ya kwanza uelewa wake wa utatu hajui. Wala hajui hata utatu unafundisha nini. Yeye anafikiri utatu ni kusema Baba, Mwana na Roho. Ukisema hakuna utatu wanakuambia unakataa Roho. Hakuna mahali nakataa Roho. Roho Mtakatifu sikatai. Wala Mwana wa Mungu simkatai. Wala Baba simkatai. Lakini kusema Baba, Mwana na Roho, huo si utatu. The Trinity Doctrine ni kusema Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, Roho ni Mungu. Hapa niko na vitabu vingi za kanisa. Hizi vitabu za kanisa, ikiwa kanisa la SDA na kanisa la Katoliki, nina vitabu zao hapa. Wanasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho equals one God. Huo ndio nasema, huo ndio upumbavu. Huo ndio ujinga. Na ujinga ni watu ambao hawajui na hawajui. Kwa sababu hakuna andiko katika Biblia linalosema Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Andiko linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanawe, akamtoa mwanawe. Huyu Mungu aliyemtoa mwanawe si utatu. Huyu Mungu aliyemtoa mwanawe ni Baba wa Yesu. Huyu Baba wa Yesu ndiye Mungu wa Biblia, ambaye katika Kigiriki neno linatumika theo. Lakini mwanawe neno linatumika kwenye Kigiriki ni theotes, uungu, divinity, Godhead. Lakini Mungu ni mmoja, ambaye Biblia inasema hivi. Nataka nisome Timotheo wa kwanza 6. Timotheo wa kwanza 6. Timotheo wa kwanza 6 mstari wake ni wa 15 na 16 kuendelea. Inasema hivi: ambao yeye kwa majira yake, tusome mstari wa 16, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Amina. Kwa hivyo kuna kitu moja katika Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 16. Labda haya maandiko muyatoe kwa Biblia. Haya maandiko hayawezi kuwa kwa Biblia alafu tukaamini Mungu ni utatu. Maandiko hayawezi kuwa yako kwa Biblia alafu tukaamini Mungu ni utatu. Hata fundisho lenyewe la utatu, theolojia yake ni sawa na theolojia ya ushoga. Kwa sababu ushoga ndio utimilike, lazima mwanamke awe mwanaume ndio aoe, na mwanamke awe na mwanaume awe mwanamke ndio aolewe. Hiyo ndio theolojia ya fundisho la kishoga. Fundisho la kishoga, mwanamume anaolewa na mwanamke anaoa. Na nimekuwa nikieleza kwenye Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 3 ya kwamba mwanaume ni kichwa cha mwanamke, na hiyo ndio elimu ya Mungu katika Biblia, ya kwamba mwanaume ni mkuu kuliko mwanamke. Na ukiangalia katika ubaji, aliyeumbwa wa kwanza ni mwanaume. Aliyeumbwa wa kwanza ni mwanaume. Alafu baadaye mwanamke akatolewa ndani ya mwanaume. Kwa hivyo milele hakuna siku kutabadilika ya kwamba mwanamume
awe mdogo, mwanamke akuwe mkubwa, ama mwanamke na mwanaume watoshane. Hakuna. Mafundisho ambayo yanaletwa na watu ambao wanapiga kweli ya Mungu kwa uongo ni wale wanakuja kushikanisha haki, mwanaume na mwanamke wakuwe na haki moja. Na fundisho hilo la utatu ndilo limesababisha leo watu wanawatawaza wanawake kuwa viongozi wa kanisa, wakati Mungu ameshaweka wazi ya kwamba nafasi ya kuongoza kanisa ni ya wanaume. Wanawake wanaweza wakatumika kwa kazi zingine, lakini sio kuliongoza kanisa. Leo makanisa ambayo yako na utatu yameweka wazee wa kanisa wanawake, wameweka mabishop wanawake, kwa sababu biolojia ya utatu inakubaliana mwanamke kuwa mwanaume. Kwa hivyo ukiona kanisa ambalo lina mzee wa kanisa mwanamke, liko na mchungaji ama bishop mwanamke, ujue kanisa hilo mwisho litamalizia kufunganisha ndoa ya jinsia moja, kwa sababu ndoa ya jinsia moja imejengwa katika biolojia ya ushoga. Sasa wapendwa, tunapoongelea Mungu ama jina Mungu kwa Biblia, lazima lieleweke linatumikaje neno Mungu, kwa sababu neno Mungu limetumika katika Biblia kwa njia mbili tofauti. Na usipoelewa namna ambavyo neno Biblia linavyotumika katika Biblia, wewe mwisho utamalizia kuabudu miungu ya uongo, ukijidanganya kwamba wewe unamwabudu Mungu wa kweli. Sasa mimi naomba tuweze kwenda polepole kutumia maandiko, na watu waache hasira, kwa sababu hasira haitakusaidia mpendwa. Wacha hasira, sikiliza hoja zangu. Kama una uwezo wa kuzijibu, mimi niko tayari, napatikana. Mimi napatikana na ninaweza nikaja popote ambapo ninahitajika. Wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uweza una yeye hata milele na amina. Kwa hivyo kuna Mungu ambaye hakuna mwanadamu amewahi muona. Kuna Mungu ambaye hapatikani na mauti. Huyu Mungu ambaye hapatikani na mauti na hakuna mwanadamu aliyemuona ni nani? Ni utatu. Hivi kweli mimi niamini fundisho la utatu, fundisho ambalo hata kuingia kwa akili ni tatizo? Ni tatizo. Na hivi unaweza uka request kuingia hapa, ukaja, usiogelee huko, usiogelee huko kwa comment ama simu mnaweza mkapiga. Halo? Ni swali ama una mambo mengine? Mambo mengine. Na basi baadaye. Sasa wale ambao wana maswali, namba yangu ya simu 0705 602 959, 0705 602 959. Unaweza ukanipigia simu ukaniuliza swali ama ukanikosoa kwa hoja. Unaona, ukinikosoa kwa hoja itakuwa hiyo ni kitu ina make sense, lakini ukinitukana sasa ni ya nini? Kuna Mkristo wa matusi, kuna Mkristo wa madharau. Sasa sikia, Biblia imesema kuna Mungu ambaye hapatikani na mauti. Huyo Mungu hapatikani na mauti amekaa katika nuru ambaye hakuna mtu anaweza kukaribia. Heshima na uweza ziko na yeye. Ukisoma Yohana 1 mstari wa 18, ingawa katika Union Version kuna tafsiri ya makosa. Yohana 1:18, hebu nitusome. Yohana 1:18. Unajua ukitaka kushinda shida kwa hoja, si matusi. Matusi sasa itasaidia nani? Matusi itasaidia nani? Na ujue wakati unapoandika matusi, si ati ya kwamba kuna watu wengine wana akili zao. Wanapokuona ukitukana wanakushangaa. Kwa hivyo hata kama unaumia, afadhali hata uache kunisikiza kuliko kunitukana. Maana unaponitukana ama kunikejeli, ina maana ya kwamba hata hujui Mungu. Unaona? Sasa tuache matusi, jifunze. Inawezekana ujui, unaweza kujua leo. Inawezekana kuwa sijui, unaweza ukanikosoa. Angalia hapa. Yohana 1:18 katika Union Version ya Kiswahili. Naomba uchukue Biblia yako
ambaye si ya Kiswahili yoyote tu, bora iwe si ya Kiswahili, uone kama haya maneno yanapatikana kwenye Biblia ya Kiswahili yako katika hiyo Biblia yako. Wacha tusome. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Ukisoma hili andiko la Kiswahili na umalizie hapa, utakuwa umeamini ya kwamba hakuna mtu aliyemuona Mungu isipokuwa Mungu mwana. Na sasa kukiwa kuna Mungu mwana, sasa kutakuwa na Mungu Baba. Na sasa Mungu Baba na Mungu mwana watakuwa wametoshana, kwa sababu kama Mungu Baba na Mungu mwana, hiyo ni maana ya kwamba hao ni Mungu wawili. Unaona, hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote isipokuwa Mungu mwana. Unaona, hiyo ni Kiswahili ya Union Version. Lakini tukisoma kwenye Kiingereza, hebu tusome Kiingereza sasa. No man had seen God at any time. No man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he had declared him. Sasa Kiswahili imesema only begotten Son. Hakuna mtu aliyemuona Mungu isipokuwa only begotten Son. Sasa mimi nataka unikosoe. Uniambie wewe Dasha, only begotten Son ikitafsiriwa kwa Kiswahili inakuja Mungu mwana. Only begotten Son inatafsiriwa Mungu mwana. Hiyo itakuwa ni tafsiri ya aina gani? Tafsiri ya only begotten Son ni mwana mzaliwa pekee, ama ni mwanawe. Kwa hivyo tunaambiwa hakuna mtu aliyemuona Mungu isipokuwa mwanawe. Kwa hivyo mwana wa Mungu amemuona Mungu, anaweza akatueleza. Kwa hivyo hakuna mwenye anaweza kutueleza Mungu ni nani, anafananaje, isipokuwa Yesu. Yesu anajibu tosha. Yesu akisema leo Mungu ni Baba, Mwana na Roho, inatakikana kuishia hapo. Lakini katika Mathayo 28, ngoja tusome Mathayo 28. Mathayo 28 mstari wake ni wa 19. Inasema, basi enendeni mukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa andiko hili wana utatu wanalifuruga, wakisema Yesu alisema Baba, Mwana na Roho ni Mungu moja. Yesu hajasema hivyo. Amesema watu wabatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho. Lakini Yesu hajasema Baba, Mwana na Roho ni Mungu moja. Yesu anafaa kutuambia sasa Baba, Mwana na Roho ni nani Mungu hapo? Ni nani Mungu hapo? Ukija katika Yohana 6:27. Yohana 6:27. Yohana 6:27, musikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Yani Mungu. Yesu amesema Baba ndiye Mungu. Baba ndiye Mungu. Tumuulize Yesu, na wewe ni nani? Kwa sababu amesema Baba ni Mungu. Sasa watu wa utatu wanasema hapana, Yesu alikosea. Yesu anatakana kusema Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Yesu alikosea. Kwa hivyo kwa mujibu wa wana utatu, Yesu amekosea. Mimi nakubaliana na Yesu ya kwamba Mungu ni Baba. Paulo naye anakubali Mungu ni Baba. Petro anakubali Mungu ni Baba. Kwa nini wana utatu mumejitengenezea kaimani kengine na mtaki kuambiwa? Kwa sababu hamtaki kuacha madhehebu mko naye, hamtaki kutoka kwenye madhehebu hayo, maana madhehebu hayo yamewafunga. Yesu alikuja kuokoa watu waliokuwa ndani ya sinagogi, maana walifungwa na dhehebu.
walifungwa na dhehebu. Sasa sikia. Yesu, tuambie wewe ni nani? Wewe ni nani? Katika kitabu kinaitwa Mathayo 16 mstari wake ni wa 16, inasema hivi: Simioni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simioni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hivyo katika jibu alilotoa Petro alisema wewe. Kwanza Yesu alikuwa hapo. Si kama wewe unaongea ati kwa sababu umesoma Mathayo 28:19. Petro alikuwa hapo na Yesu akamwambia, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Wana utatu wanasema bana ni Mungu. Kwa hivyo ina maana wana utatu na Petro hawawezi kuwa kanisa moja. Kanisa lako likiwa linasema Yesu ni Mungu mwana, ujue hilo kanisa Yesu hayuko ndani, Mungu hayuko ndani, hata malaika wa mbinguni hawawezi kanyanga hapo, kwa sababu ni kanisa lililotoka kwenye imani. Sasa Yesu anasema hiyo jawabu ambaye Petro ametoa ni jawabu ya kweli na ni Mungu amefundisha hivyo. Sasa tusome Yohana 10:36. Yohana 10:36. Yohana 10:36 inasema hivi: Je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru, kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu alisema kwa mdomo wake yeye ni mwana wa Mungu. Yeye ni mwana wa Mungu. Sasa hili fundisho la kusema Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Sasa Yesu atakuwa Mungu Mwana, Roho, Mungu Roho. Sasa wakiwa Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho wanatengeneza Mungu moja. Sasa huyu Mungu aliyemtuma mwanawe ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kwa sababu ili kuwe na Mungu kwa akili ya wana utatu lazima ziwe nafsi ngapi? Tatu. Nafsi moja ikiondoka hakuna Mungu tena. Sasa Yesu alipokufa siku tatu, Mungu alibaki akiwa na nafsi mbili, kwa sababu nafsi moja ilikuwa kwa kaburi. Sasa itabidi wana utatu waseme hata Yesu hakukufa. Ndio naona wanasema ni mwili ulikufa. Kwa hivyo si Yesu alikufa, ni mwili. Lakini maandiko yanasema Yesu alikufa siku tatu. Si mwili ulikufa, ni Yesu alikufa. Yesu ndiye aliyekufa. Hakuna mahali yanasema mwili ndio ulikufa. Ni Yesu alikufa, kwa sababu Yesu alikuwa na mwili na alikuwa na roho. Sasa roho ilipoondoka, ndipo Yesu akawa amekufa. Yesu ndiye akawa amekufa. Kwa hivyo Yesu alikufa, na maandiko yanasema Mungu hapatikani na mauti. Mungu hafi. Lakini ukisoma Waibrania 2 mstari wake ni wa 9, Yesu alichukua asili ya kufa, akafa kwa ajili yetu. Lakini Mungu hajawahi kufa. Mungu hajawahi kufa. Sasa nataka tuangalie neno Mungu. Tumekubaliana kwenye lugha ya Kigiriki, na ninaomba kukosolewa kama neno la Kigiriki theotes ni kumaanisha nini? Vio ni kumaanisha nini? Hiyo ni hoja ambayo inatakikana kujibiwa, sio kutukanwa. Natakikana kujibiwa hoja, sio kutukanwa. Sasa katika kitabu cha Luka 6, kitabu cha Luka 6:69, Luka 22:69, Luka 22
verse 69 inasema hivi: lakini tangu sasa mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Huyu mwana wa Adamu atakaye keti mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi ni nani? Huyu Mungu Mwenyezi ni nani? Huyu atakaye kuwa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo tuko na Mungu Mwenyezi na mwana wa Adamu ataketi mkono wa kuume wake. Sasa huyu Mungu Mwenyezi ni utatu? Huyu Mungu Mwenyezi ni utatu? Hapana. Huyu Mungu Mwenyezi ni Baba wa Yesu, the Heavenly Father, our Father of Jesus Christ, Baba wa Yesu. Huyo ndiye anaitwa Mungu Mwenyezi. Na ndio naona kitabu cha Ufunuo wa Yohana 1:8 watu wengi wamelemewa kuelewa. Tusome 1:8. Kitabu kinaitwa Ufunuo wa Yohana. Inasema hivi: mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja Mwenyezi. Watu wengi hapa wanasema huyu ni Yesu. Mwenye anasema mimi ni Alfa na Omega ni Yesu. Yesu anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Lakini anasema asema Bwana Mungu aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja. Kwa hivyo yule anayesema Yesu ni Alfa na Omega na Yesu ni mwanzo na mwisho, mwenye anasema hivyo ni Mungu Mwenyezi. Si kwamba Yesu ndiye Mungu Mwenyezi, lakini Mungu Mwenyezi anasema Yesu ni Alfa na Omega. Si ati Yesu anasema mimi ni Alfa na Omega, hapana. Yesu anasema mimi ni mwanzo na mwisho. Mimi ni Alfa na Omega. Asema, Yesu anamnukuu baba yake, anasema asema Bwana Mungu Mwenyezi aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja Mwenyezi. Ukikosa kuelewa hiyo, tusome mstari wa 4 na 5. Hapo tu. Ufunuo 1:4 na 5 inasema hivi: Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu. Kwa hivyo hii neema na amani zinatoka kwake yeye aliyekuweko, aliyeko na atakaye kuja. Zinatoka kwa roho 7 na zinatoka kwa Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo anawezaje kuwa ni huyu Mungu Mwenyezi aliyeko na atakaye kuja? Hapana. Katika hiyo mtabidi mkatae maandiko tu. Mtabidi tu maandiko muyakatae. Mbaki tu kwa dhehebu yenu, kwa itikadi zenu, lakini katika Biblia biolojia ya utatu wapendwa haipo. Haipo. Kwa sababu Mungu Mwenyezi anabaki kuwa baba wa Yesu Kristo. Mungu Mwenyezi anabaki kuwa baba wa Yesu Kristo. Ngoja nikusomee mafungu kadhaa hapa. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Yuda 1 mstari wa 4. Yuda 1 mstari wa 4 inasema hivi. Yuda 1 mstari wa 4. Yuda 1 mstari wa 4 inasema hivi: kwa maana kuna watu waliojiigiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humukana yeye aliye peke yake Mola, yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa hivi ni Kiingereza munaelewa ama ni lugha gani munaelewa? Kwa sababu ukisoma hapa inasema wanamkana yeye aliye peke yake Mola. Huyu aliye peke yake Mola ni utatu. Imesema aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo.
aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa ukisoma Biblia utapata hakuna theolojia ya utatu. Theolojia ya utatu ni fundisho la mababa wa makanisa, wamelitengeneza wakaleta kwa washirika, wakaweka kwa akili. Washirika wamejaa utatu ambao hawawezi kutetea, na watu wengi ambao ni wana utatu na wanaotetea utatu hawajui kuutetea utatu, wanamalizia kutukana na kukejeli na kudhihaki, kwa sababu hoja zimewashinda. Hoja zimewashinda. Kwa hivyo kama kuna hoja mko nazo, na wacha niwaambie, mimi siwezi nikahubiri mada nyingine kama hii mada ya Mungu haijulikani. Nitaanza kukuhubiria mambo mengine, na Mungu naye muabudu ni Mungu wa uongo. Mambo mengine na kuwahubiria ya nini? Kwanza mjue Mungu. Na ndio Yesu anasema katika Yohana 17 mstari wa 3, uzima wa milele ndio huu, wa kujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Bila kujua Mungu wa kweli na kumjua Yesu, wewe hakuna uzima wa milele. Kwa hivyo kama uzima wa milele unapatikana katika somo hilo la kumjua Mungu na kumjua Yesu, kwa nini nihubiri mambo mengine ya nini? Ndio naona malaika wa kwanza, ujumbe wa kwanza katika Ufunuo wa Yohana 14 mstari wake ni wa 6. Ujumbe wa kwanza unasema msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa hivyo ujumbe wa kwanza, watu lazima warudi kwa ibada ya Mungu wa kweli, one true God worship. Watu wameshatolewa na wakapelekwa katika Mungu wa Babeli. Mungu wa Babeli anaitwa the Triune God. Ndio naona makanisa yaliyoungana, makanisa ya WCC wanamwabudu Mungu anaitwa Triune God. Sasa huyu Triune God ndiye Babylon, ndio Mungu wa Babylon. Kwa hivyo kama kanisa lako liko na Mungu wa utatu, muko Babeli, haijalishi munajiita jina gani. Kama muko na Mungu wa utatu, muko Babylon. Munatakikana ukombozi wa kuwatoa Babylon na muabudu Mungu wa kweli wa Biblia. Maana Babeli munaabudu sanamu kama vile wakati wa Nebukadneza. Ndio Mungu anatoa ujumbe katika siku za mwisho. Anawaambia wajumbe, waiteni watu wamuache huyo Mungu wa Babeli, wamrudie Mungu wa kweli wa Biblia, kama vile alivyofanya Elijah alihubiri akiwatoa watu katika mungu wa Baali, mungu wa Ashera, aliyekuwa naabudiwa katika meza ya Jezabeli. Katika meza ya Jezabeli kulikuwa na mungu wa Ashera na kulikuwa na mungu wa Baali. Makanisa ya manabii wa uongo 850 yalikuwa yameunganika hapo kuabudu mungu wa uongo. Na leo hii makanisa yameunganika katika meza ya Jezabeli wa leo, kwa sababu Ahabu wa leo ni papacy. Papacy ndiye Ahabu ya leo. Kanisa Katoliki ndiye Jezabeli wa leo. Mungu wa utatu ni wa Katoliki. Mungu wa utatu ni wa Katoliki. Ndio naona wa Katoliki wanasherekea Mungu wa utatu mwaka baada ya mwaka, kwa sababu Mungu wa utatu ni Mungu wa Katoliki. Msipotoka kwa utatu, nataka niwaambie mumepotea, na msiwaogelee tu Waislamu, jiogeleeni hata nyinyi, kwa sababu mumeacha Mungu wa kweli na mkaenda kwa Mungu wa utatu. Sasa mtaogeleaje Waislamu wakati mumepotea sawasawa na wao kama wamepotea? Kwa hivyo kitu ambacho watu wanafaa kujua, tunatakikana kufuata Biblia, na kile ambacho Biblia inasema hicho ndicho cha kweli. Na mimi sijasoma Qur'ani hapa, nimesoma Biblia tu. Unapokataa maandiko yenye ninayatoa katika Biblia, unamkataa Mungu mwenye hayo maandiko. Babeli imeanguka. Na Mungu wa Babeli tokeni kwake. Mungu wa Babylon muacheni. USDA muko na Mungu wa utatu, muko Babylon, toka. Uko Katoliki muko na Mungu wa utatu, uko Babylon, toka. Tokeni kwa utatu. Utatu umejificha uongo mwingi sana, lakini badala ya kusikia munatusi, munakejeli. Na ndivyo walivyofanya Waisraeli wa kale. Wajumbe waliotumwa kwao waliwatukana, wakawadharau, wakawakejeli, sawa na vile mnavyofanya kwetu sasa.
Mnafanya kwetu sasa kwa sababu hamupendi kweli na hamutaki Mungu. Mnataka hiyo miungu yenu ambayo mumetengeneza huko, inaitwa komiti ya Mungu. Miungu mitatu inakaa kikao, inafanya comedy. Ate Mungu Baba anatuma Mungu Mwana, Mungu Mwana anatuma Mungu Roho. Hiyo ni comedy. Mungu anasema katika amri yake ya kwanza, msiwe na Mungu mwingine ila mimi. Anawezekanaje Mungu atukataze kuwa na Mungu mwingine, tena akatuma Mungu mwingine yeye, tena akatuma na mwingine tena? Mungu hajawahi kutuma Mungu mwingine. Mungu alimtuma mwanawe. Mungu anatupa roho wake. Mimi naomba Mungu anipe roho wake, sio anitumie Mungu mwingine. Ninamwabudu yeye peke yake. Ananipa roho wake, akatutumia mwanawe. Yesu ni mwokozi wa dunia mzima na ni mwana wa Mungu. Hakuja kuwa mwana wa Mungu hapa duniani, alikuwa mwana wa Mungu akiwa mbinguni. Ni kutumwa, alitumwa hapa duniani. Ni kutumwa, alitumwa hapa duniani. Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanawe. Sasa watu wamekataa Mungu aliyemtuma mwanawe, wanataka mwana, hawataki baba yake. Wana utatu, wanataka tu mwana. Unaona wakisoma Isaya 9 mstari wa 6, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, nao watamuita jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Hivi nikuulize, andiko hilo linasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Nani amemzaa? Tumepewa. Nani ametupea? Kwa nini wewe unataka tu mtoto, lakini mwenye ametupa mtoto hutaki kujua hata ni nani? Tumepewa mtoto. Nani ametupea? Huyo ametupea mtoto ni Mungu Baba, na ametupea mtoto wake, na huyo mtoto wake anasema amemkirimia jina, amempa jina. Yesu anasema katika Yohana 17:11 anasema, na sasa Baba, utukufu ni Yohana 17 mstari wa 11 anasema, mimi naenda kwa Baba yangu. Ngoja nituisome hapa, wacha tuisome hapa vizuri. 17:11 Yohana. Yesu anasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, tena hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu, naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa. Kwa hivyo Yesu amepewa jina na baba yake. Sasa kwa maana Yesu amepewa jina na baba yake, anawezaje kuwa baba yake kweli? Na Yesu anasema, naenda kwa baba yangu, naenda kwa baba yangu, huko ndiko nilikotoka. Yesu alitoka kwa baba yake. Watu wanakataa baba wa Yesu, wanataka tu Yesu mwenyewe. Na baba wa Yesu alitoa sauti wakati Yesu anabatizwa, akasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Wakristo kweli kweli, mnalo andiko hata moja linalosema Mungu ni utatu? Namba yangu ya simu ndio hii, nimeitaja hapo. Usiandike mambo mingi, namba ya simu ndio hii, 0705. Wacha nikuandikie, naandika hapo kwenye comment, usije ukasema ati hukusikia mzuri. Ninawagoja sana, ninawagoja wana utatu sana, kwa sababu Biblia mzima haiwasapoti. Wacha niandike hapo. Wale wanataka kupiga WhatsApp mtapiga, wale mnataka kupiga moja kwa moja mtapiga. Simu niko nayo hapa mkononi, mkipiga nashika hapa hapa, naweka loudspeaker hapa hapa. Maadamu natoa andiko, toa andiko tulisome kama dunia inasikia. Na hivyo jioni tena nitarudia tu, kesho nitarudia tu, sitachoka. Kuchoka sitachoka. Kusema ati wewe, kwa nini unarudia hiyo mada? Kwani uko na hiyo mada moja peke yake? Kwanza umekubali ndio niachane na hii mada? Wewe unataka niache kwa sababu hutaki kuacha. Nitasema paka uumwe kabisa kabisa, ikuume kabisa kabisa paka ukubali. Ndio hiyo namba yangu. Namba yangu ndio hiyo hapo. Wale wanataka kupiga simu, wacheni kuandika komenti nyingi. Piga simu. Hizo bado si unatumia kuandika. Piga kwa WhatsApp. Piga kwa WhatsApp. Piga kwa WhatsApp. Piga kwa WhatsApp. Piga kwa WhatsApp.
Kama uko na swali, ni mimi hapa Mwalimu Dasha, niko na simu mkononi. Piga simu nikosoe. Kama kuna mahali nimedanganya, nikosoe mbele ya watu. Matusi haisaidii. Nikosoe, piga simu. Piga simu. Niko hapa tayari. Karibu Gospel Channel.